Somo la leo lina kichwa kinachoitwa mwisho wa kile unachokitamani ni nini? Mwisho wa kile unachokitamani ni nini? Sasa leo tunakwenda kutafakari sehemu ya kwanza ya somo hili ambalo linasema mwisho wa kile unachokitamani ni nini? Ukisoma kwenye kitabu cha Hesabu 11 fungu la 4, kisha mkutano wa wafuasi waliokuwa kati yao wakashikwa na tamaa. Wakashikwa na tamaa. Wana wa Israeli nao wakalia tena, wakasema, ni nani atakayetupa nyama tule? Ni nani atakayetupa nyama tule? Kwa hiyo wana wa Israeli wakiwa wanasafiri kwenda kwenye nchi ya ahadi, katikati yao kuna watu ambao walichangamana nao ambao hawakuwa Waisraeli, walikuwa ni Wamisri. Hawa neno la Bwana linatuambia kwamba walishikwa na tamaa, wakaanza kukumbuka yale mambo waliokuwa wanafanya kwenye nchi yao, nchi ya Misri. Lakini pia na wana wa Israeli na wao wakaungana na wao kwenye tamaa hiyo, wakaanza kumlilia nani? Kumlilia Bwana. Sasa hebu tuone pia na Zaburi 78, Zaburi 78 fungu la 18, neno la Bwana linasema, wakamjaribu Mungu mioyoni mwao kwa kutaka chakula kwa tamaa zao. Kwa hawa watu wakiwa wanasafiri kwenda kwenye nchi ya ahadi, walikuwa wameingia kwenye tamaa, walimjaribu Bwana kwa tamaa yao ya chakula. Kwa hiyo kilichowaongoza hawa watu kuweza kumlilia Mungu ilikuwa ni tamaa. Ilikuwa ni nini? Ni tamaa. Sasa hebu tuone mwisho wa hawa watu. Tamaa yao iliwapelekea wapi? Tusome fungu la 29. Fungu la 19 samani. Fungu la 19 inasema, na walimwambia Mungu wakasema, je, Mungu aweza kuandika meza jangwani? Walikuwa wanamtesti Mungu kwamba we Mungu unaweza ukatupatia chakula kile tunachotamani? Fungu la 29 anasema, wakala wakashiba sana. Wakala wakashiba sana, maana aliwaletea walivyotamani. Fungu la 29 tuisome vizuri. Anasema wakala wakashiba sana, maana aliwaletea walivyovitamani. Kwa hiyo wana wa Israeli walipoungana na wale wa Misri kumlilia Bwana kwa ajili ya chakula cha nyama, Bwana aliwapatia kile walichotamani. Kwa saa nyingine Mungu huwa anaruhusu tamaa zetu ziweze kusonga mbele. Unaweza ukatamani jambo fulani na jambo ni baya, ukafanikiwa kabisa. Kwa saa nyingine Mungu huwa anaruhusu tamaa zetu ziwe mbaya, ziwe nzuri. Saa nyingine huwa anaziruhusu ziende wapi? Ziende mbele. Na Mungu anaporuhusu tamaa mbaya isonge mbele, ujue maana yake ni kwamba alitusaidia kwa namna alivyoweza, tukawa na shingo ngumu. Fungu la 30 neno la Bwana linasema, hawakuachana na matakwa yao, ila chakula chao kingali kivinywani mwao. Hasira ya Mungu ikapanda juu yao, akawaua waliokuwa wanono, akawaangusha chini vijana wa Israeli. Kwa mwisho wa hao watu walichotamani, mwisho wao ulikuwa ni uangamivu. Waliuawa. Kwa nini? Walitamani vitu ambavyo Mungu alikuwa amewakataza. Alitamani vitu ambavyo Mungu alikuwa amewakataza. Kwa hiyo Mungu saa nyingine huwa anaacha. Anatuletea wajumbe, anatusii, anatuonya. Anapoona kwamba tusikii, sasa anatupatia. Kwani sisi hatufahamu kwamba uzinzi ni dhambi? Na mara ngapi watu wanaenda kutongoza wake za watu na wanafanikiwa? Kwani Mungu haoni? Kwani Mungu atoi maonyo? Mungu kadiri anapoonya, mwisho anatulia. Sasa utakuta
wewe unazoa tu wake za watu, wasichana, unafanikiwa, lakini mwisho wake hiyo tamaa ni uangamivu. Ni uangamivu. Tusome na Warumi, tuone watu wengine ambao walikuwa na tamaa. Warumi 1:24. Neno la Bwana linasema, kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao, wafuate uchafu, hata wakavunjiana heshima miili yao. Kwa hiyo Mungu katika sehemu hii anasema kwamba aliwaacha wafuate tamaa za mioyo yao, wafuate uchafu. Kwa Mungu anaweza kaona kwamba hao watu wanafuata uchafu, ila ni wakaidi, hawasikii. Mungu anaacha, mmeingia kwenye uchafu. Lakini pia kwenye mstari wa 26 anasema, hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu. Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za nini? Za aibu. Hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya nini? Ya asili. Haya. Fungu la 28 anasema, na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa. Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa. Kwa hiyo kuna wakati Mungu anaamua kuacha, anaacha. Amekuonya, amekukemea, ametuma wajumbe, amekuletea vitabu, ameleta vitu vingi, usikii, uelewi, bado unazini tu, bado unakula zaka na sadaka tu. Mwisho anaamua kuacha, na anapoamua kuacha, basi wewe utaendelea katika hiyo dhambi, na mwisho ni uangamivu. Mwisho ni nini? Ni uangamivu. Mwisho ni uangamivu. Sasa Mungu aliona mbele katika wakati wetu huu kwamba kuna wakati, kuna watu watatamani kufanya mapenzi. Kuna watu watatamani kufanya mapenzi na wanyama. Mungu aliona. Kwa Mungu akaonya kwenye kitabu cha Kumbukumbu ya Torati 27:21, neno la Bwana linasema, anasema, na alaaniwe alalaye na mnyama wa aina yoyote. Na alaaniwe alalaye na mnyama wa aina yoyote. Na watu wote waseme amina. Na alaaniwe alalaye na mnyama wa aina yoyote. Na watu wote waseme nini? Amina. Mungu alisema hilo jambo. Tuone pia na kitabu cha Kutoka 22:19. Sasa anasema, mtu awaye yote alalaye na mnyama sharti atauawa. Mtu awaye yote alalaye na mnyama sharti atauawa. Neno la Bwana. Lakini pia na Walawi 18:23 anasema, usilale na mwanamume mfano wa kulala na mwanamke, ni machukizo. Wala usilale na mnyama yoyote, ili kujitia unajisi kwake. Wala mwanamke asisimame mbele ya mnyama ili kulala naye, ni uchafu. Tuone na Walawi 20 fungu la 15 na 16 anasema, 15 na 16 anasema, tena mtu mume akilala na mnyama hakika atauawa, nanyi mtamuua huyo mnyama. 16, tena mwanamke akimkaribia mnyama yeyote na kulala pamoja naye, mtamuua huyo mwanamke na mnyama pia, hakika watauawa, damu yao itakuwa ni juu yao. Kwa hiyo Mungu alionya kwamba kuna wakati watu watatamani kulala na wanyama, kuzini nao, kufanya nao zinaa, mapenzi. Mungu aliona. Sasa
tunaishi kipindi ambapo watu wanatamani kufunga ndoa na mbwa. Kufunga ndoa na nani? Na mbwa. Watu wanatamani kuachana na ndoa ya mume na mke. Watu watengeneze ndoa za paka na mwanamke. Mwanamke na chura. Chura na mwanamke. Mwanamke wenda na bata. Mbwa na mwanamke, au punda na mwanamke. Hivyo na akili zao kabisa wewe. Kabisa unafunga ndoa na mbwa, paka, mbwa, chura. Kwa Mungu aliona haya yote ambayo yanaendelea katika dunia hii. Mungu aliona kwamba itafika wakati kuna watu wataachana na ndoa ya mume na mke. Watatamani kuwa na ndoa ya wanyama. Mungu atusaidie. Tunaishi kipindi ambacho ndoa inakwenda kuvurugwa na taasisi mbili ambazo zilianzishwa pale Eden. Taasisi ya Sabato, lakini pia na taasisi ya ndoa. Hizi taasisi ni pacha. Inaanza hii inafuata hii. Taasisi moja ikishaharibiwa, taasisi inayofuata nayo inaharibiwa. Kwa ndoa imeharibiwa, kinachofuata ni Sabato kukanyagwa. Sasa Mungu anapoona machukizo yanazidi katika dunia, huwa anafanya nini? Mungu anapoona machafu yanazidi katika dunia hii, nini kinachofuata? Hebu tuone ni nini ambacho kinafuata baada ya mambo kama haya, watu kufanya zinaa, kuzini na mbwa, watu kuzini na paka. Hebu tuone kwenye kitabu cha Mwanzo 18:20. Bwana akasema, kwa kuwa kilio cha Sodoma na Gomora kimezidi na dhambi zao zimeongezeka sana. Mungu anasema Bwana akasema, kwa kuwa kilio cha Sodoma na Gomora kimezidi. Anasema na dhambi zao zimeongezeka sana. Kwa hiyo Mungu kuna wakati anaona kwamba dhambi zimezidi. Mungu kuna wakati anaona kwamba dhambi zimeongezeka. Yaani kuna wakati dhambi zipo, lakini kuna wakati dhambi zinazidi. Kuna wakati dhambi zinaongezeka. Mungu anafanya nini? Mwanzo 19 fungu la 13 anasema, maana tutapaharibu sisi mahali hapa, kwa kuwa kilio chake kimezidi mbele za Bwana, naye Bwana ametupeleka tupaharibu. Kwa hiyo Mungu kuna wakati anaona kwamba dhambi zinapozidi huwa anafanya jambo. Na kipindi hiki kilikuwa ni kipindi cha Sodoma na Gomora. Kilio cha Sodoma na Gomora kilifika mbinguni. Mbingu ikaona kwamba dhambi zimezidi. Mungu hawezi kuvumilia haya mambo. Haya ni machafu. Huu ni kumtukana Bwana. Huwezi ukafunga ndoa na mbwa, huwezi kufunga ndoa na paka, huwezi kufunga ndoa na punda. Huu ni uchafu. No, utakuta hata watu wa Mungu wengine nao wanashiriki mambo haya. Akiwa ndani yuko na paka. Siku ya Sabato kasimama kwenye mimbari, anahubiri. Bwana Yesu asifiwe. Tutaona somo moja mbele hapo. Tutaona namna kanisa la Bwana nao lilivyochafuka kwa madude mabaya kama haya. Kwa hiyo Mungu hawezi kuvumilia tena machafu kama haya. Watu kufunga ndoa na mbwa ni uchafu. Kwa hiyo hii ni sehemu ya kwanza ya somo hili. Tutaingia kwenye sehemu ya pili pia. Usikose kutazama sehemu ya pili. Pia kuna sehemu ya tatu, lakini pia kuna sehemu ya 4. Bwana atukuzwe. Karibu tena katika somo lijalo. Amina.